Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano ya tarehe 24 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili na sehemu ya tatu, basi ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka sehemu ya kwanza au sehemu ya pili na sehemu ya tatu, then utapata utabiri. Tumeelezea mambo mengi sana ambayo yanahusu mengine nchi na kadhalika. Na kwa ambaye anahitaji utabiri wa haraka zaidi, unaweza kujiunga kwa shilingi 3000 then ukapata utabiri husika kwa siku. Kama kawaida, tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Furahia mwingiliano wako na marafiki na vikundi leo, kwa sababu una hamu ya kuchunguza mawazo, kuona maeneo mapya na kukutana na nyuso mpya. Kwa upande mwingine, watu wanavutiwa na nguvu zako, kwa sababu una tamaa na una bidii. Kwa nini usishiriki malengo yako na mtu ili kupata maoni yao? Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Unapaswa kujua kwamba wewe ni maarufu leo, kumaanisha kuwa baadhi ya watu wanaweza kujua maelezo ya kibinafsi kuhusu maisha yako ya kibinafsi. Fahamu hili iwapo italazimika kudhibiti uharibifu. Wakati huo majadiliano, kodi, ukodishwaji, masuala ya bima na urithi ni mkazo mkubwa leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Hii ni siku ya gumzo na utakuwa katika utukufu wako, kwa sababu mtu unayemjua atakuwa na wa kuvutia na mwenye kuelimisha. Huenda ukapata uvumi wa hivi karibuni au habari mpya kuhusu jambo fulani. Hakika utapata habari zinazokuvutia. Mipango ya usafiri inaweza kuwa katika picha nzuri. Tukiendelea na upande wa nyota Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Hii ni siku nzuri kwa kazi ya akili, kwa sababu utakuwa makini zaidi na maelezo. Chochote utakachofanya utakifanya kwa uangalifu na utakifanya vizuri. Majadiliano kuhusu mali na urithi wa pamoja yatakuwa na tija. Kuwa mvumilivu na washirika na marafiki wa karibu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Unaelewa zaidi hisia zako leo na hisia za watu unakutana nao, hasa vijana na watoto. Shirikiana na wengine kuhusu mambo ya ubunifu au chochote kinachohusiana na michezo, ulimwengu wa burudani na elimu. Shirikiana mawazo yako, lakini sikiliza zaidi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Hii ni siku yenye tija kazini kwako, kwa sababu akili yako ni kali na una subira ya kutosha kuzingatia mambo madogo madogo. Utafanya mengi na pia utafanya maendeleo katika majadiliano ya kifamilia au karabati wa nyumba. Ndiyo, una jukumu katika kila kitu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Leo umeridhika na wewe mwenyewe, ndio maana utafurahia kujumuika na kila mtu. Mapenzi yatastawi, majadiliano kuhusu watoto, miradi ya ubunifu, likizo na safari fupi yatavutia. Unaweza kufurahi kuepuka mahitaji ya nyumbani leo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Nguvu mbili tofauti zinahusika leo. Kwa kila moja ungependa kupumzika nyumbani na kujizuia. Pumzika katikati ya mazingira unayojua. Hata hivyo, unaweza pia kuwa na shughuli nyingi na mijadala ya kadhi na fedha, hasa kuhusu jinsi ya kuongeza mapato yako. Je, ni mambo mawili tu? Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Mwezi unacheza na zibaki katika ishara yako na kuongeza kasi ya shughuli zako leo. Hii ndiyo sababu unatumia muda kuzungumza na marafiki na majirani, kwa sababu unahitaji kusema hisia zako. Mazungumzo, simu na ujumbe mfupi vitajaza siku yako leo. Kizunguzungu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Wewe ni mwerevu na mpangaji mzuri, na leo utafiti wa nyuma ya pazia unaweza kutoa njia za kuongeza mapato yako au kupata kazi yenye malipo
malipo bora. Amini mawazo yako ya kutafuta pesa. Wakati huo huo, watu watakusikiliza kwa sababu unaonekana kuwa na ujasiri. Tukiendelea na upande wa nyota ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Hii ni siku nzuri kwako kwa sababu mwezi uko katika ishara yako. Ukicheza na Mercury, ukihimiza mazungumzo mepesi ya vijana, unaweza kupata rafiki mpya leo, hasa mtu aliyejaa mawazo ya kusisimua. Unahisi una kitu sawa na mtu. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Utavutia wengine sana leo, ndio maana huu ni wakati mzuri wa kuzungumza na wakubwa na watu wenye mamlaka. Wanakuona kama mwerevu, mwenye kujieleza na mtu ambaye ni mwepesi kuelewa mawazo. Wanaweza pia kuvutiwa na utafiti na jambo la maendeleo uliofanya. Kimya peke yako. Tunaendelea katika upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii muda mzuri wa bahati ni saa 11 na dakika 25 hadi saa 3 na dakika 25. Taurus saa 9 kamili hadi saa 12 na dakika 15. Gemini saa 10 na robo hadi saa 3 na dakika 30. Saa 10 kamili hadi saa 3 na robo. Simba saa 2 na nusu hadi saa 4 na dakika 55. Virgo saa 12 kamili hadi saa 3 na nusu. Libra saa 1 na dakika 15 hadi saa 4 na dakika 50. Scorpio saa 7 na dakika 35 hadi saa 12 dakika 35. Mshale saa 3 na dakika 45 hadi saa 7 dakika 50. Capricorn saa 4 kamili hadi saa 7 dakika 55. Ndoo saa 6 na robo hadi saa 11 dakika 45. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki saa 5 kamili hadi saa 9 na dakika 5. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo, mshangao wa kitu utakuwa mdogo kiasi, atavuka madaraja. Taurus, kipaji chake unaweza kukiona, anafocus zaidi na mtu fulani. Gemini, atapendelea kuzunguka zaidi karibu na marafiki zake. Hatukubali dharau ya aina yote ile kwa watoto wenziwe licha ya udhaifu wake, ila ana hasira za ndani. Nyota ya Simba, hupisha safari. Jambo ulilotarajia linaweza tokea kwa mwanao, hivyo kuwa macho. Nyota ya Virgo, hutokubali kuonewa kizembe siku ya leo. Nyota ya Libra, atahifadhi kwa urahisi zaidi mazungumzo wengine. Nyota ya Scorpio, furaha yake ni kuona wazazi wake wanaishi kwa amani na furaha. Nyota ya Sagittarius, afanikiwa kuvuka mto fulani ambao unamrejesha nyuma kiasi. Nyota ya Mbuzi, nuru itaangaza juu yake leo. Nyota ya Ndoo, maajabu ataepuka kwa njia asizotarajia. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, kesi ndogo ndogo zinaweza kukufikia kuhusu mtoto. Tukiendelea kuangalia katika upande wa watoto ambao wamezaliwa siku ya leo, watakuwa wanasiasa, wana michezo na pia wakalimani wa lugha mbalimbali, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Juan Ramon Jimenez ambaye alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 1956. Vilevile alizaliwa Charles Ndiliana Rua Kenja ambaye alikuwa ni mwanasiasa wa nchini Tanzania. Vilevile alizaliwa mchezaji mashuhuri kutoka nchi ya Ghana ambaye anaitwa Stephen Appiah. Na vilevile tunawatakia kheri ya kuzaliwa wote walizaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama, hautozingatia nani anasema nini. Mwelekeo mzuri wa watoto ni jukumu lako. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto, mwanzo mpya unaanza na wewe. Jinsi unavyokubali kubadilika. Ulikuwa nami katika utabiri wa nyota, na bye bye.